Kitu cha kwanza ambacho tunaangalia ni kwamba tunajaribu kupima ule uwezo wa fitness ya wachezaji toka kipindi kile ambacho tumewaachia na walivyorudi. Tunaanza na hicho, kuanza kutesti kuona wamerudi kwenye ule ubora ama wameshuka. Kwa hiyo ndio kitu ambacho tulikuwa tunakifanya. Nafikiri tumefanya muda wa lisali moja tu, mazoezi yetu yalikuwa yameishia hapo. Maandalizi pengine yapoje kwa uhalisia kuelekea kwenye mchezo ambao mnakwenda kucheza? Haijawahi kuwa rahisi pindi mnapocheza na Mashujaa na hasa mkiwa mkoani Kigoma. Maandalizi yapoje hasa? Nafikiri hapa ndo tumeanza. Watu walikuwa kwenye holiday ya siku kama 5-4. Sasa wanavyorudi tayari hapa tumeshaanza, kwa sababu tuna almost siku kama 6-7 kwa ajili ya maandalizi ya kwenda Kigoma. Si mchezo rahisi, unaona ligi ilivyo ngumu, ligi ilivyo tight na tunakwenda away. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni kuendelea kuomba kwamba hao wachezaji walivyorudi hakuna mtu ambaye ana injury, isipokuwa mtu mmoja tu, Antwi, yeye ndo hakuonekana leo kutokana na kwamba alikuwa na maumivu toka huko nyuma, lakini waliobaki wote walikuwepo, ukitoa wale wawili ambao wameenda national team. Kwa hiyo ni jambo la kushukuru Mungu kwamba kiafya wachezaji wote walikuwa wako salama kabisa. Kwa wewe umewahi pia kucheza soka, unafahamu vizuri kwenye kikosi chako, kwenye squad yako, kuona kuna wachezaji pia ambao wamejumlishwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Ni faraja kiasi gani kama kocha kuona vijana wako pia wanaitwa kwenye timu ya taifa? Hilo ni jambo jema sana kwa timu ya Pamba, jambo jema kwa mkoa mzima wa Mwanza, jambo jema kwa utawala wa Pamba. Inaonekana kabisa kwamba kazi inafanyika. Ukiona wanakuja wanachagua wachezaji kwamba nyinyi ni bora, mnatakiwa kujoin kwenda kulisaidia taifa. Hilo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba kazi imefanyika, na bahati nzuri mpira unachezwa wazi. Kila mtu anaona ule mchango wako unaochangia, watu wanaona unastahili kutoka kwenda kutumikia taifa. Kwa hiyo ni jambo la msingi na tunashukuru Mwenyezi Mungu. Na hapa tulipo nafikiri hatuwezi kurudi nyuma, tutaendelea, tunataka watoke na wengine zaidi waende wakatoe mchango kwenye taifa letu. Kwa wewe, kwa uzoefu wako kama kocha, lakini pia kipindi ukiwa kama mchezaji, kwa sasa hivi unaona zamani ilikuwa kidogo ni changamoto pia kukuta kwa hizi timu kubwa kukosa matokeo kwenye timu za kawaida, tunaweza tukasema hivyo. Kwa mfano ukikuta Simba inakosa matokeo ya alama 3 kwa timu kama Pamba, kwa sasa hivi inawezekana. Unafikiri kwa sasa hivi ni kwamba ubora wa hizi timu ndogo ndogo umeimarika, au kuna muda pia ligi kuu imeongeza ubora? Nafikiri vyote viwili vinaendana, kwa sababu kwenye ukiacha ukocha, nikiwa kama mchezaji, mechi za Simba na Yanga automatically zinajicheza zenyewe. Kwa hiyo ni mechi ambazo motivation yake ni ndogo sana, watu wanakuwa tayari wamehamasika. Lakini ukicheza na timu hizi ambazo mko nazo level moja, hizo ndo zinahitaji hamasa zaidi, kwa sababu ni mechi ambazo unakuta zina intensity kubwa sana. Lakini hizi za Simba na Yanga moja kwa moja zenyewe zinahitaji tu maneno machache kwa ajili ya kwenda kucheza hiyo mechi. Kwa hiyo unataka kutuambia kwamba kuna namna game ya Simba imepunguza energy kwa timu yako, na sasa hivi unapoelekea na Mashujaa, nadhani kuna kitu cha ziada zaidi kukifanya? Nafikiri siku zote marekebisho kwenye timu lazima. Unapocheza kuna mazuri yanakuwepo na kuna makosa ambayo yanafanyika. Kwa hiyo tunachofanya tunarudi kiwanjani kurekebisha yale matatizo ambayo yalitupa wakati mgumu, tusipate pengine ushindi, tunatakiwa kupata ushindi. Kwa hiyo ndio kitu ambacho tunarudi sasa kukifanyia kazi, ili tunapokwenda mechi inayofuata tuwe na uhakika kwamba yale makosa ambayo yalitusumbua tumeyafanyia kazi, na sasa angalau tumeyapunguza. Sio kwamba hata yasipokwisha kabisa, lakini lazima tuyapunguze. Mashujaa wenyewe kwa jicho lako la kitaalamu, kama na kiufundi, lakini pia ukiwa kama mchezaji wa kale, unawatazama Mashujaa kwa jicho lipi, na maandalizi yenu kuna namna gani yanaendana na nguvu ya timu ile? Nafikiri ukiangalia ule msimamo ule ndo unakupa picha. Mashujaa hayuko mbali na sisi. Wote ziko ligi kuu. Heshima tuliyowapa Simba ndio tunatakiwa kuwapa Mashujaa, kwa sababu wote tuko level moja ya ligi kuu ya Tanzania bara. Sawa, kwa wewe utupe sasa neno la mwisho, tunaweza kusema hivyo. Imekuwa ni ngumu kiasi gani au rahisi kiasi gani kwa vijana wenu kuweza kuwa maintain kuwa kwenye top 5 unaweza kusema hivyo mpaka sasa hivi kwenye msimamo wa ligi kuu, tofauti na namna ambavyo ninyi mlikuwa mnafikiria pengine kuweza pale mlipokuwepo? Nafikiri kabla ya kuanza msimu mnakuwa na mipango. Plani yetu sisi ni kuwa kwenye nafasi hizi. Sawa. Kwa hiyo kinachofanyika ni kuhakikisha mnafanya kazi na kuweza kufikia kwenye yale malengo. Bado hatujafika, lakini tunaona kabisa njia iko wazi kwamba tunaweza tukafika kule ambako tumekulenga. Lakini kikubwa zaidi, ukiangalia hata wachezaji wenyewe hamasa iko juu, ukiangalia viongozi wenyewe wako juu. Nyinyi waandishi wa habari mnatusapoti kadiri, kwa sababu na nyinyi mna sehemu kubwa sana. Kwa hiyo mnapofanya hivi mnaongeza hamasa kwenye timu. Kwa hiyo sisi na nyinyi tuwashukuru kwa ushirikiano wenu. Endelea kuitangaza Pamba.
sio sisi tu, nyinyi na nyinyi mna sehemu yenu ya kwenda kuitangaza Pamba kwamba sasa hii ni timu bora kwa sasa hivi. Neno sasa la benchi la ufundi la Pamba Jiji kwa upande wa wadau sasa wa soka. Ni kuwashukuru wana Mwanza. Nafikiri umemwona wale wachezaji wa zamani wa Pamba walikuja walitoa ahadi baada ya ile mechi, leo wametimiza. Kwanza tunawashukuru wote wana Mwanza, lakini pia hatuwezi kwenda sisi peke yetu. Tunahitaji sapoti ya mashabiki wetu, tunahitaji nguvu, tunahitaji michango. Mchango sio kutoa hela, unaweza ukaja tu kuhamasisha. Huo ndo mchango mkubwa ambao unahitajika kwenye kiwanja. Huo ndo mchango mkubwa kuliko kitu chochote unachokijua. Unapokuja kusapoti, wewe unakuwa umechangia, kwa sababu utalipa kiingilio, utakuja kupiga kelele pale, kwa sababu hiyo ndo kazi ya mshabiki, na mchezaji pale atakuwa na enjoy, na kiangalia nyuma yake anaona yes, ninaona Mwanza nyuma. Kwa hiyo tuwaombe sana wasikate tamaa, tuko pamoja nao, waendelee kutusaidia tuone kwamba kila ambacho tumekipanga tunaweza kufikiwa.